chokifanya Young African kwa kuondoka na alama 3, kwa sababu kwa hatua iliyobaki ya mechi 6 na unapoelekea hapa lazima uhakikishe kwamba kila mechi unaondoka na alama 3. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo utaenda kulisifu kwa Young African, kwamba wameweza kuondoka na alama 3 katika mchezo ambao ulikuwa muhimu zaidi dhidi ya timu ambayo ina intensity ya hali ya juu, ina ubora wa hali ya juu, lakini pia unaona kabisa namna ambavyo wanaingia kwenye mpango, unaona kabisa wako vizuri. Na hata ukiniambia kati ya Yanga na Singida kwa dakika 45 za kwanza na alikuwa na mpango mzuri wa mchezo, mimi moja kwa moja nitakwambia Singida alikuwa na mpango mzuri zaidi ukimlinganisha na Young African. Ukiwaangalia Young African kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza walikuwa wanaweka mianya zaidi katika eneo la katikati ya kiwanja, kulikuwa hakuna connection kati ya defense line na forward line. Kulikuwa hakuna connection katikati, lakini pia kulikuwa hakuna ulinzi ambao unakwenda kuifanya safu ya ulinzi ya Yanga ibaki kuwa salama. Ukiangalia Yanga kwa miaka 4-3 nyuma ilizoeleka kucheza katika eneo la mwisho pale, mabeki wakiwa wako salama zaidi, lakini ukiangalia katika mchezo ambao umeisha unakwenda kuiona Yanga inakuwa na hatari zaidi katika eneo lao la kuzuia, paka Frank Asiki anakwenda kupata kadi, na kadi ambayo anaipata ni kadi ambayo anakwenda kufanya clearance ya nafasi ambayo inatakiwa acheze kiungo mkabaji. Kwa hiyo imekuwa ni hatari zaidi kwa upande wa Young African. Kwa hiyo kwa upande wa Singida kitu kikubwa ambacho walikuwa wamekikosea ni kuweza kutoka kwenye mpango wao baada ya kufanya mabadiliko yasiyokuwa ya kiufundi kwa kumtoa Metacha Mnata. Ukiangalia ukizungumzia goli lililofungwa utamsifu mpigaji kuliko golikipa ambapo alikuwa amepanga ukuta wake, na hiki ambacho ili uweze kuona kwamba mpigaji alikuwa yuko makini zaidi katika eneo lake, angalia idadi ya watu waliokuwa kwa nyuma ya mpira. Kulikuwa na Pacome Pierre Zuzwa, kulikuwa na Shedrack Kiboka, lakini pia kulikuwa na Alan Okello. Ukiangalia wote walivyokuwa wamekaa, namna shape yao waliokuwa wamekaa, moja kwa moja aina ya mpira ule mpigaji alikuwa anaonekana moja kwa moja anakwenda kupiga, kama sio Alan Okello basi anakwenda kupiga Shedrack Kiboka. Wakati huo wa Pacome alikuwa amekaa kama sehemu ya kuweza kudanganya. Na ndio maana ukiangalia hata aina ukuta ambao alikuwa ameupanga Metacha, alikuwa mpanga ukuta kwa maana kwamba mimi nikipanga ukuta kushoto mimi najaa kulia. Na ndio kanuni ya goalkeeping ilivyo. Unapokuwa unapanga ukuta wako, wewe usikae sehemu ambayo ukuta upo. Na ndio maana yeye akaa anajiandaa kwenda kwenye eneo lingine ambalo ukuta haupo. Wakati filimbi inapigwa ndio pale delay kuifanywa na Alan Okello. Pale filimbi inapigwa naye anapiga pale. Ndio maana ukimwangalia Metacha alikuwa kwenye hatua za kutoka kwenye eneo lake kwenda kwenye eneo sahihi la kusimama, na ndio mpira ukapigwa pale alipokuwa ametoka. Ndio maana akashindwa kuweza kurudi na kudive. Kwa hiyo hicho huwezi kumlaumu zaidi Metacha, kwa sababu hiyo ndio kanuni ya goalkeeping. Ukipanga defense yako, ukuta wako upande wa kulia, wewe ndio usimame kushoto, kwa sababu tayari umeshaweka ulinzi. Kwa hiyo ina maana upande wa kushoto wakikuangusha wao inakuwa wamekupoteza wewe. Na pia ukikaa upande wako ambao hakuna ukuta, tafsiri yake ni kwamba unaona upande wenye ukuta, lakini pia upande ambao hauna ukuta wewe unakuwa uko rahisi kuweza kucheza mpira. Lakini unampata mpigaji ambaye mwenye maarifa makubwa zaidi anapiga upande ule ambao ukuta umewekwa na kwenda kutambuka. Jambo ambalo unakwenda kusifu zaidi ni kwamba Alan Okello aliona upenyo katika ule ukuta, kwamba haukuwa ukuta ambao umezuia goli. Ulikuwa ni ukuta lakini unauona mwamba wa goli ulipo. Kwa hiyo alichokifanya Alan Okello, alitazama mwamba wa goli na akalenga goli moja kwa moja, na ndio imekuwa hatari zaidi kwa upande wao na kuweza kuconcede goal. Lakini kwenye mabadiliko aliyofanya, maana kwamba sasa wakaanza kuweka taharuki upande wa Singida Black Star na hatimaye kuweza kutengeneza mazingira magumu sana ya kuweza kuingia kwenye mpango wao. Mimi niliwapenda sana Singida Black Star. Walikuwa na formula nzuri katika kila eneo la mpira. Unaona namba kubwa zaidi ya wachezaji wa Singida Black Star. Unaona wamesogea katika eneo. Kila wanapoguswa mpira unaona namba kubwa ya Singida hapo katika eneo, wanakuwa wanafanya reaction ya haraka sana, lakini pia wamekuwa wepesi kwenye eneo la kuzuia, kwenye eneo la kushambulia, walikuwa wanafanya vitu kwa usahihi. Lakini unakuja kuona kwamba reaction ya upande wa Young African, upande wa Yao Koasi, lakini pia utasifu Shedrack Kiboka, utamsifu pia Ibrahim Baka, walikuwa wako more reactant katika kila hatari ambayo ilikuwa ikiletwa na Singida Black Star na kuifanya Singida Black Star kuweza kuwa vizuri kabisa bwana Cisco. Na mambo yamekuwa mazuri kabisa bwana Cisco. Haya, bado tunaendelea kusalia kwako Steven Mapunda Garincha baada ya kuyazungumza mengi yaliyojitokeza kwenye 90 dakika, na hizo chache za kuhesabu kwako nane anastahili kwa man of the match.
yeye yule Alan Okello Starboy, ama kuna mwingine anastahili kubeba tuzo hii kutokea pale Yanga? Kama si Yanga, basi kule kwenye timu ile ya Singida Black Stars. Of course, kwa tuzo moja kwa moja iende kwa Alan Okello, kweli kabisa kwa kile ambacho amekifanya. Amefanya kitu bora kabisa katika uwanja, ameweza kutengeneza magoli mawili, lakini pia ameweza kufanya attempt zisizopungua 4. Katika attempt 4, 2 zinafanikiwa kuingia golini na kuweza kuwapa Yanga magoli ya kutosha kabisa. Imekuwa bora sana kwa upande wake Alan Okello. Mimi nafikiri kwamba alistahili kuweza kupata man of the match, na pia ameweza kuongeza safari ndefu zaidi ya magoli ambayo anayawania paka hivi sasa ya kwenda kwenye ufungaji wa kiatu. Pasi na shaka yote kwa sasa amefikisha goli ngapi? Goli 9, 8. Nafikiri 9 kama kumbukumbu zangu zitakaa vizuri. Alan Okello Starboy atakuwa na goli 9. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye sasa hivi anakuwa top scorer wa upande wa Young African akiungana na Prince Mpumelelo Dube. Yes. Lakini pia akiwa amehusika kwenye pasi saidizi 6. Kwa hiyo ina maana amehusika kwenye magoli 15. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ndiye mchezaji pekee ambaye amehusika kwenye magoli mengi zaidi katika ligi yetu. Kwa hiyo yote unaona kabisa kwamba ni kwa namna ambavyo Alan Okello anakwenda kuubeba ufalme ndani ya klabu ya Young African na kwenda kuwafifisha wengine, na hii yote inaonekana kabisa ni kwa namna gani amekuwa na mwendelezo mzuri sana kwenye klabu ya Young African. Safi kabisa. Haya, amekuwa na mwendelezo mzuri. Watoto wa mjini wanasema Alan Okello Starboy anapenda tu kujiamulia mambo. Hivyo ndivyo ambavyo wanazungumza watoto wa mjini. Na wewe pia unaweza ukatuandikia hapo chini ukatuambia mbio za ubingwa unazionaje, Young Africans tathmini yake iko vipi, taji hili anaweza kulichukua msimu huu? Basi ni swala la muda tu kweli. Nipite na message 2-3 kisha nitarejea tena hapa. Bwana huyu anasema watu wanakaa namba 1 kwa masaa ama status ya masaa 24 tu, hivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Amli Simba anasema familia hiyo kaka, hivyo ambavyo ameandika. Lakini Nyama anasema natumia nguvu sana kumtakasa Okello, ndivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Yanga bingwa anaandika Alidi Kabona. Lakini huyu bwana anasomeka kama Kalindu Maximire nasema Yanga ni lidude likubwa, sasa ukiumia wewe umia tu, ndivyo ambavyo anaandika namna hiyo. Lakini John Kito anasema ni kweli Singida kacheza vizuri mno, lakini mwisho wa siku Yanga kashinda, pongezi kwake. Haya, hivyo ndivyo ambavyo anaandika. Lakini nawakubali sana hapo studio, tuko pamoja, natokea Mburahati moja, ndivyo ambavyo anaandika namna hiyo. Yanga bingwa anaandika HD. Mambo mazito kweli. Anasema J inamaanisha nini? Ndivyo ambavyo ameandika bwana James Marwa. Sawa, lakini Bahati Mitanda anasema acha mvua inyeshe tuone panapovuja. Anasema nipo Lichinga Mozambiki. Sawa, tumekupata pia vizuri kweli kutoka huko Lichinga, maeneo ya Mozambiki. Kwa kumalizia, nianze kwa Dominic Salamba. Namna ambavyo Young Africans tunaiona na Simba ambavyo unaiona michezo iliyobaki. Yanga kuna mchezo anaweza kaudondosha kwenye hiyo 6 ukitazama ubora wake na wapinzani ambao bado hajakutana nao kwenye hii raundi ya pili. Inawezekana. Okay. Inawezekana. Mpira ni mchezo unakuwa una game to game approach. Kwa sababu kila timu inavyokuja ndivyo inavyoipokea. Hakuna ambaye tegemea pengine Yanga angeweza kuadhibiwa na Dodoma Jiji, lakini imetokea. Kwa hiyo nafikiri ni wao kuweza kujiandaa mechi after match, game after game, kwa maana kwamba kila mechi lazima waitafutie approach ambayo watakwenda kukutana nayo the same na Simba. Kwa hiyo bado haijaisha mpaka iishe, kwa maana kwamba mechi ni 6, alama 18 na kila mmoja anaweza kalitena alama zake au akazipunguza. Kwa hiyo kubwa ni wao kuweza kujua kwamba wanakuwa na discipline, lakini pia kufanyia kazi baadhi ya mapungufu ambayo yameweza kujitokeza kwenye mchezo wa leo. Kwa sababu ukiangalia leo Yanga anashinda magoli 3, lakini kama Singida wangekuwa wana umakini kidogo, pengine wangeweza kusoa goli 1, 2 hata goli 3, kwa sababu kuna makosa ambayo Yanga waliyafanya, lakini Singida hawakuweza kuyaconvert kuweza kwa magoli. Kwa hiyo kubwa ni kuhakikisha kwamba mwalimu anarudi katika ubao wake wa kufundishia na kuweza kuangalia maeneo gani ambayo zile badilisha, kwa sababu kadri mnazidi kwenda fatiki inaongezeka, pressure inazidi kuwa kubwa na matokeo yanakuwa na uhitaji mkubwa zaidi. Kwa nafikiri bado ligi iko open
bado mechi 6 na mechi nyingi sana kwenye 18 ambazo zinaweza kufanya timu ishuke daraja au ibaki kwenye ligi, lakini pia unaweza ukakosa ubingwa ukapata ubingwa. Kwa binafsi naamini kwamba still bado Yanga ana nafasi, lakini nafasi hiyo lazima aje kuithibitisha kuhakikisha kwamba anashinda game after game. Kinyume na hapo itabakia kuwa ni historia. Kinyume na hapo itabakia kuwa historia. Ndivyo ambavyo anazungumza hapa Dominic Salamba, Chifu Nzobane kama Zumfela, lakini Stephen Mapunda Garincha pia naye amezungumza mengi na mazuri. Bado tunaendelea kudunda dunda hapa, endelea pia kudunda dunda nasi, endelea pia kuselelea matangazo haya jadidi kweli kweli, namna ambavyo Young Africans anaendelea ubabe wake na anarejea pale juu. Leo wamerejea Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia amerejea Isla Patrick Mwenda, wachezaji ambao walikumbana na kasia kama sio pressure kubwa kutoka kwa mashabiki baada ya kuonekana kama vile walichomesha kwenye nyakati tofauti tofauti. Isla Mwenda kwenye mechi dhidi ya Simba, lakini Bakari Nondo Mwamnyeto dhidi ya Dodoma Jiji. Kurejea kwa wachezaji, nini hasa ambacho kinaongezeka, lakini vipi mentality yao na wao pamoja na saikolojia yao itarejea sawa ili kuendelea kuwafurahisha na kuwapa raha wananchi, ama ndio hivyo mwili unarejea lakini rohoni mambo hayako sawa? Na nafikiri mimi kikubwa ni kwamba tayari wameona reaction, tayari wameona ya impact kwa kifanya. Kwa hiyo naona wachezaji wakubwa wakomavu, na wamejua watu waliumia. Unajua watu wanapokuwa wanatoa reaction zao, maana yake ni kwamba hawakufurahishwa. Kama vile ambavyo wanaweza wakakusifia kufanya vizuri, ndivyo hivyo. Na siku zote mtu ambaye anakutegemea na kukuamini huwa atafurahi na wewe na ataumia na wewe kwa kukulaumu kwamba kwa nini uliyofanya uliweza kuyafanya. Kwa nafikiri kwa Mwamnyeto si mara ya kwanza kuwa katika piki na kuweza kushuka. The same kuangalia Isla Mwenda, Yanga walimpokea vizuri sana, wamempa heshima kubwa, wamempa game time, na tunapozungumza mpaka muda huu amefanikiwa kuweza kurudi katika ubora wake kwa sababu Yanga walimwamini. Kwa hiyo na yeye anajua adeni na Yanga, na baada ya mechi ya Simba aliomba msamaha kwa bana, nimekosea na haikuwa sehemu ya mapenzi yangu, lakini just like football umetokea, kwa hiyo tusameane. Kwa hiyo naamini kwamba kwa muda ambao wamekaa nje watakuwa wameona vitu vingi, wamesikia vitu vingi. Kwa kazi yao wao ni kuja kuapprove watu wrong, watu waone kwamba bana kile ambacho kilifanyika ni sehemu ya mchezo, na pengine alikuwa jambo lingine kama watu wengine wanaweza kulifikiria. Kwa hiyo jambo la kuweza kurudi kwa haraka katika mioyo ya watu au kuendelea kutokuaminiwa bado lipo mikononi mwao. Kitu pekee ambacho kitawafanya watu waweze kuwasahau kwa haraka na kuwashangilia ni kama wataweza kwenda kutimiza majukumu yao kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo binafsi naamini kwamba wao ni wachezaji wakubwa, wana experience, ligi iko mwishoni, ndio kipindi ambacho timu zinaamua kuendelea na wewe au kupata mkono kwa wewe. Kwa nafikiri kwa Mwamnyeto na kwa Israel ni wakati ambao wanatakiwa waweze kuthibitisha kwamba it was just like a mistake, ilikuwa ni game imetokea, na sasa tena tunaingia katika ndani klasa mwingine. Mimi nikushukuru sana Chifu Nzobane kama Zumfela, lakini pia nikushukuru Steven Mapunda Garincha. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza hapa studio, tukutane tena muda na wakati mwingine. Mambo ni mazito kwa vipindi vingi vinaendelea kuja, cha kufanya wewe endelea tu kutuchagua na kutuamini. Jina langu naitwa Cisco, nilikuwa naye hapa Chifu Nzobane, lakini pia Steven Mapunda Garincha. Kwa pamoja tuna la ziada, tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika, masalam.